Mimi naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza wananchi wa Monduli mjini. Hongereni sana kwa mapokezi mazuri. Kwa mheshimiwa mbunge wenu, mapokezi ni makubwa sana, yaliyofana sana. Hongereni sana. Asante sana. Lakini naomba niwaambie wananchi wa Monduli mjini. Tuambie yote. Kwamba mbunge huyu ni wa kwetu zote, si wa kwenu peke yenu. Lakini mbunge huyu tunatamba naye wote, sio nyie peke yenu. Mnakubali? Sana. Mnakubali? Sana. Lakini naomba mheshimiwa mbunge nikupongeze kwa kazi nzuri unayefanya. Kata ya Monduli mjini ndio picha ya makao makuu ya wilaya yetu. Si ndio jamani eh? Ninyi ndio mmebeba picha ya wilaya yetu. Kwa hiyo tunatamani kata ya Monduli mjini, mbunge huyu kwa miaka hizi mitano ambayo mlimpa na miaka zingine nyingi, kama diwani wa Lashaina aliposema kwamba tusiseme mitano tena, aenda akiendaga, si ndio eh? Sasa mimi naamini kwamba kwa uchapakazi huu na miradi jinsi alipoonyesha na dalili ya mvua ni mawingu, naamini akimaliza miaka yake mengine mitano hii ambaye atakuja kuomba kesho kutwa, Monduli mjini mtakuwa kama Arusha mjini, si ndio? Kwa barabara, taa na miradi zote ambayo mnaona kule katikati ya mji, si ndio eh? Sasa mkiwa hivyo, naamini sasa mtabeba picha ya wilaya yetu, si ndio eh? Lakini nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, kwa miradi hii ambayo umegusa kila kata ndani ya wilaya hii ya Monduli, na kuhakikisha, na bahati nzuri, kwanza nipongeze mkutano mkuu wa CCM kwa kupitisha kwamba kipindi hii uchaguzi huu wa madiwani na wabunge, wajumbe ndio wanachagua na kura hizo zitapigwa kwenye matawi. Kwa sababu kipindi ya mheshimiwa Lowassa, mzee wetu, Mungu amrehemu, alikuwa anafanya kata ya Mwita kama endidene. Sasa bahati nzuri kipindi hii ni matawi, wanapiga matawi kule kwenye matawi, na kuhakikishia sasa sijui kama tutaweza kushindana na Monduli mjini, lakini na kuhakikishia kura zote ya kwenye matawi utabeba zote ndani ya wilaya hii kwa miradi ambayo umefanya kwa miaka yako yote mitano. Sisi wafugaji wengine tukimuona mwanaume huyu ambaye akikabidhiwa nafasi anafanya kweli, anafanya kuliko wanaume wengine. Wanaume wanasema kwamba huyu sio mwanaume peke yake, atakuwa ametahiriwa mara 3, sio mara moja kama mimi. Sasa mimi naamini kwa uchapakazi huu na jinsi alipogusa miradi huyu bwana, atakuwa ametahiriwa mara 3, sio hii mara moja nilionayo. Lakini nitumie nafasi hii kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba mchaka huu ambayo unaenda naye, ukiendelea na mchaka huu mpaka uchaguzi utakapofika, hakuna hata kura moja ambayo utadondosha, hata moja. Kwa sababu miradi mingi ambayo imeletwa ndani ya wilaya hii, sisi waheshimiwa madiwani tunaenda kwenye ile jengo la halmashauri, ndio tunaenda kugawa miradi pale. Kila mmoja anasimama kuhakikisha kwamba anashawishi miradi iende kwenye kata yake. Yeye anaenda Dodoma kwenye mawaziri kwa serikali kule kuu kuomba hela kwenye wilaya yake. Hela inapoletwa kwenye wilaya, madiwani ndio tunahakikisha kwamba imesambaa kwenye wilaya yetu. Sasa mbunge huyu ameleta miradi mingi ya mabilioni na mabilioni ya shilingi ndani ya wilaya yetu, na naamini kitu pekee ambaye atabaki kutudai kama wananchi wa wilaya Monduli ni kuhakikishia kwamba aendelee kuwa mwakilishi wetu kwa miaka mingine ijayo. Si ndio jamani eh? Bunge tuko na wewe wakati wote, saa yote na muda wote. Tamba na Monduli kwa sababu Monduli ni yako. Asante sana. Basi nami nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kuhudhuria mkutano wa mbunge katika kata ya Monduli mjini. Ndugu zangu, nataka niseme kwa ufupi, niseme tu kwa chama chetu tuna desturi ya kusema mafiga matatu. Mafiga mangapi? Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa diwani. Kwa hiyo sisi kwa kipindi hichi ambaye tumeumudu na Mheshimiwa mbunge,
tuna sababu na tunatembea kifua mbele kuja mbele zenu kusema miradi ambayo tumefanya. Si kweli jamani? Na nikumpongeze mheshimiwa mbunge kwa sababu nasikia kuna watu wanasema mbunge alikuwa wapi? Mbunge alikuwa anapambana kuleta miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ni wakati wake sasa kutembea kusema wana CCM mliotuamini, tembeeni kifua mbele kwa sababu tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kazi ya mbunge na kazi ya diwani ni kutekeleza ilani. Nimesikia mwenyekiti mmoja alikuwa akisema hapa, mheshimiwa mbunge huo unapita hapa kwa sababu hapa ni wapi? Ni kwako. Ni kwako. Mimi mheshimiwa mbunge, pita hapa kama unataka kuwapa watu chai au kahawa. Lakini kazi ya mbunge kupita katika eneo lake ni kutengeneza hizo barabara za lami ambayo mlikuwa mnasema sasa hivi. Kuna barabara iko pale nimeona imetengenezewa kwa kiwango cha lami. Kuna barabara zingine ambazo ziko hapa mjini zimetengenezewa kiwango cha lami. Ndio tunataka viongozi wakafanye. Mheshimiwa mbunge, tunakupa big up maana umefanya hayo. Na sisi pia madiwani na pamoja na wenyeviti wale wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli ninawaomba ndugu zangu wana Chama cha Mapinduzi, tembeeni kifua mbele kwa sababu tumechapa kazi. Mama yetu huyu Samia Suluhu Hassan ndiye anayesimamia. Sisi kwenye kata tunachakata, tunaleta kwenye halmashauri yetu, mbunge wetu anachukua anapeleka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo miradi yote ambayo yanakuja yanaenda kuchakatwa na mheshimiwa mbunge, yanarudisha kwenye ndani ya halmashauri na kwenye kila kijiji na kwenye kila kata. Ukitembea kwenye kata zetu 20, kwa kweli tumshukuru Mungu, kila kitu inafanyika. Pigeni makofi kwa Mama Samia. Pigeni makofi kwa mheshimiwa mbunge. Pigeni makofi kwa mheshimiwa madiwani. Mheshimiwa mbunge, najua uzuri wa mheshimiwa mbunge Fredi ni kwamba mbunge ambaye sio apendi masifa. Ni mstaarabu, lakini ingekuwa ni mimi ndio nimefanya miradi kipindi hichi, yaani tungefanya uchaguzi kabla ya 2025. Maana nina kitu ya kusemea. Miradi jamani imefanyika, sio utani. Jamani mnaona au hamuoni? Au natoa uongo? Hii ndio muda wa mwafaka mheshimiwa mbunge, waheshimiwa madiwani kutembea, kuambia wana CCM kitu ambacho imefanyika. Na ndio rais wetu anapenda tuje kwenu, tuseme haya ambaye rais wetu ametekeleza kwa kutumia kodi zenu. Kazi ya rais na serikali kwa ujumla ni kusimamia kodi zetu na kuhakikisha kwamba zinakuja kufanya nini? Ambaye ndio tunafanya, si ndio jamani? Kwa hiyo naombeni wana CCM, tembeeni kifua mbele kwa sababu tuko kazini na kazi bado inaendelea mpaka ngapi? Mpaka Oktoba. Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge oye! Mheshimiwa Samia oye! Monduli mmefurahi? Mmefurahi? Mheshimiwa Samia, Mheshimiwa mbunge, amina, asante sana. Monduli mmetisha. Nilikuwa naangalia na fananisha na kule Mtoambu, tunakwenda sambamba. Nawashukuru sana. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa viongozi mbalimbali mlioko hapa, Mheshimiwa madiwani, mimi nitasema kwa ufupi sana, tatumia dakika 3 nilizopewa, zitakwenda vizuri. Nianze na niseme machache kuhusiana na mheshimiwa mbunge kwa maeneo ya bonde, kwa maana ya bonde la Mtoambu lote lile. Mheshimiwa mbunge amefanya kazi kubwa. Wakati anaingia madarakani, mheshimiwa mbunge alikuwa anamuandikia kimemo tukiwa halmashauri pale. Mheshimiwa mbunge, barabara zetu ni mbovu, itakuwaje na nini? Ananiambia tulia, tunakwenda vizuri. Muda mfupi tu mheshimiwa mbunge ametupa lami pale Mtoambu. Lami ile imekamilika na watu sasa wanakwenda, na taa za barabarani zimekamilika. Yote ni matunda ya mheshimiwa mbunge. Lakini kama hiyo haitoshi, mheshimiwa mbunge, kituo cha afya Mtoambu pale kimekwenda vizuri. Huduma zote bonde zima pamoja na kata za Selela na Ngaruka zinakwenda vizuri sana. Huduma zote zimekamilika na mambo yote yamekuwa. Kipindi cha nyuma ilikuwa lazima tuje Munduli, sasa hivi tunamalizia mambo yetu yote kituo cha afya Mtoambu. Lakini kama hiyo haitoshi, mheshimiwa mbunge, umefanya kazi kubwa. Shule ya msingi Mtoambu, shule ya msingi Jangwani, umetoa fedha kwenye mfuko wa jimbo, tumekuwa tukikuomba mara kwa mara, lakini matokeo yake shule zile sasa ukifika zina mabadiliko makubwa. Zilikuwa sakafu mbovu na nini, lakini yote hiyo ni kazi ya mheshimiwa mbunge. Amefanya kazi kubwa sana. Tuendelee kumpongeza sana mheshimiwa mbunge.
Lakini jingine ambalo naweza nikalisema hapa kwa wananchi wa Monduli ni juzi tu tumetoka wiki 3 zilizopita mkataba wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Mheshimiwa mbunge amekuja kushuhudia utiwaji wa saidi pale na sisi tukiwepo. Mradi ule wa umwagiliaji ni fedha nyingi kutokea kwenye bonde lile, zimeteremka bilioni 17.8. Hizo ni fedha nyingi sana ambazo zimesainiwa kwenye bonde la Mtoambu. Kama mnavyofahamu, Mtoambu ni bonde la umwagiliaji na sisi ni wakulima. Maeneo yote ya Mtoambu yale kwenye bonde zima tumefurahi sana. Hivi wananchi sasa kule wanapiga mayowe tu kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri aliyofanya ya kuleta mradi mkubwa kama huo, haujawahi kutokea toka tumepata uhuru. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa mbunge, tumeendelea na barabara zetu pale Mtoambu, tumekwenda vizuri. Barabara mbalimbali zimeendelea kuimarika japokuwa kuna changamoto mbalimbali, na imani hapa tunapokwenda kwa bajeti niliyoangalia TARURA juzi imeendelea vizuri. Tuna barabara kadhaa, tuna karibu kilomita 3-4 za barabara pale Mtoambu na maeneo mengine. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Yote ni kazi kubwa ya Mheshimiwa mbunge, amefanya kazi kubwa sana chini ya kivuli cha Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni kupongeza sana Mheshimiwa mbunge. Yako mengi ya kusema, lakini kwa sababu ya muda niseme tu Mheshimiwa mbunge, kwa kweli hata tukitaka kuendelea kusema zaidi na zaidi bado mambo ni mengi, lakini nikaona walau nifike Monduli niweze kusema machache kwa niaba ya wananchi wa Mtoambu. Mheshimiwa mbunge, nashukuru kupata nafasi hii ya kuzungumza na ndugu zangu wa Monduli mjini. Tulipoanza kampeni hizi tangu wiki iliyopita, kwa kweli mimi nimekuelewa vizuri sana. Wewe ni rafiki yangu, lakini nimeendelea kujifunza sana kwako. Wamarekani wanasema it doesn't matter who are you but who knows you. Haijalishi wewe ni nani, lakini nani anakufahamu. Mheshimiwa, umenitisha pale ambapo simu yako moja tu inakwenda direct, wala ipiti kwingine kokote, inakwenda direct kwa mahali husika kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tunawaambia watu wa Monduli, hatutaki kukata mrija huu. Hatutaki kukata mrija huu ambao tumeshauona ukitiririsha maziwa katika wilaya ya Monduli. Asante baba. Mheshimiwa, hatusemi mitano. Tunasema wewe enda kama umeenda, songa kabisa. Nenda. Mpaka utakaposema, mpaka ukatasema mwenyewe, basi wa Monduli naomba mnisamee. Naomba nikapumzike kidogo. Kwa kweli unatosha, na nakuombea kila heri. Na sisi kule Lashaine nafikiri imejaa na kumwagika. Karibu sana Lashaine, na wapendeni sana wana Monduli. Samia Fredi Aendelee. madiwani. Asante sana, asanteni sana kwa kutupa na sisi hiyo lift ya Mheshimiwa Fredi, tuendelee. Mheshimiwa mbunge, tunakupongeza sana kwa mkutano huu wa hadhara, lakini pia tunawapongeza wananchi wa Monduli mjini kwa kujitokeza. Hongereni sana. Mimi naitwa Elias Pusindawa Odupoi, ni diwani wa Makuyuni. Wangapi wanafahamu Makuyuni? Karibu sana Makuyuni. Sisi tumekuja tu hapa kuwa mashuhuda, kushuhudia mambo ambayo Fredi amefanya kwenye maeneo yetu, na tutataja baadhi tu. Mheshimiwa Fredi amefanya mambo mengi sana kwenye wilaya hii, ni pamoja na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kama watu walikuwa wanataka maneno, wamekosa. Lakini kama walikuwa wanataka kazi, wameona. Mlikuwa mnataka maneno au kazi?
Kazi mmeziona? Mwenye macho mwenye macho ndo anaambiwa atazame. Mwenye macho anaambiwa tazama kazi zilizofanyika. Na tukianza hapa Monduli mjini, mnye mnaona barabara. Nye wenye macho hamjaona barabara? Hospitali hamjaona? Jengo la utawala halmashauri hamjaona? Umeme hamjaona? Tumeona sote. Kila mwenye macho ameona. Sasa wale ambao hawaoni, huwezi kuambia watazame kwa sababu hawataona. CCM oye! Ukija Makuyuni, nimesikia sasa hivi mnasema kwamba taa za barabarani. Sisi kule Makuyuni tayari lami ilishakuwa tayari na taa zimewekwa. Hizo ni kazi za Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Fredi Lowassa. Taa tayari. Hata Mtombo ukienda, barabara lami ilikuwa tayari na taa tayari. Kwa hiyo na Monduli najua lazima na yenyewe itakuwa tayari muda si mrefu. Lakini tunazungumzia swala la vituo vya afya. Makuyuni na sisi tuna kituo cha afya. Hatuji tena Monduli huku. Wamama wanajifungulia kule kule. Hata kama ni operation ni kule kule. Labda dharura kubwa ndio itabidi mtu aletwe hospitali ya wilaya. Hizo ndo kazi tunazowaambia watu watazame. Kila mwenye macho atazame kazi zilizofanyika. Wala watu wasitake maneno mengi. CCM oye! Lakini tuzungumzia swala la maji. Ni kweli wilaya Monduli ilikuwa na shida ya maji kubwa, lakini hatua kwa hatua changamoto ya maji inaendelea kutatuliwa. Mheshimiwa, kwenye ukanda wetu wa Makuyuni ule mradi wa bilioni 7 ulishasainiwa, utekelezaji bado unaendelea. Lakini visima vilikuwa vimeshachimbwa. Tukizungumzia swala la umeme, mimi vijiji vyangu vyote vina umeme. Vijiji vyote tayari vina umeme. Imebaki tu labda mtu aseme sijafikiwa, lakini umeme tayari upo kijijini. CCM oye! Kwa hiyo tunaposema kwamba tutoe mamlaka kwa Chama cha Mapinduzi kutawala, tunamaanisha kazi